Wapo binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na herufi M kwenye viganja vyote vya mikono yao, yani kwenye kiganja cha mkono wa kushoto na kiganja cha mkono wa kulia. Lakini wapo baadhi ya binadamu wanapotazama kwenye viganja vya mikono yao, alama hizo hutofautiana. Wanapotazama viganja vya mikono yao ya kulia, alama iliyopo viganjani hutofautiana na alama ambayo ipo kwenye viganja vyao vya mikono yao ya kushoto. Katika utofauti huo, kuna binadamu ambao wanapotazama katika viganja vyao vya mikono ya kushoto wanakuta kuna alama ya herufi M. Binadamu waliozaliwa wakiwa na sifa hii, yani alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono ya kushoto, ni binadamu wenye nguvu za ajabu ambazo asilimia kubwa hawajui ni nguvu gani ambazo zipo ndani yao, lakini ni wachache tu ambao wanajua nguvu ambazo zipo ndani yao na ni namna gani ya kuzitumia. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vya mikono yao, kupitia video hii nitakwenda kukuambia siri ambayo imejificha ndani yako, na ni siri ambayo itakwenda kubadilisha maisha yako. Inawezekana umevutiwa na video hii na unatamani kuendelea kujifunza vitu mbalimbali kupitia video hii. Kabla sijaendelea, ninaomba nikukumbushe, jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono yao ya kushoto, zifuatazo ni siri ambazo zitabadilisha maisha yako. Namba 1, wewe ni mwanadamu mwenye ulinzi wa kipekee kuliko binadamu wengine. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikibainisha kuwa binadamu wanaozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono yao ya kushoto, hawa ni binadamu ambao wana ulinzi wa kiroho dhidi ya nguvu za giza. Majini hawawezi kuwasumbua binadamu hawa. Hata binadamu wanaotumia nguvu za giza watakapojaribu kuwazuru binadamu wa kundi hili kwa kutumia nguvu za giza, hawataweza, kwani binadamu wa kundi hili ndani yao Mwenyezi Mungu amewapa zawadi ya kuwa na nguvu kubwa ya kiroho kuliko binadamu wengine, na mara nyingi nguvu hii ni ngumu sana kuweza kuivunja kwa kutumia nguvu za giza. Hivyo hakikisha unaendelea kumtumainia Mwenyezi Mungu. Endelea kumuomba Mwenyezi Mungu azidi kuimarisha nguvu ya ulinzi ambayo ipo ndani yako, kwani hata majini hawawezi kusogea katika eneo ambalo wewe upo. Namba 2, wewe ni mwanadamu mwenye uwezo wa kutabiri mambo ambayo bado hayajatokea. Binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono ya kushoto, hawa ni binadamu ambao Roho Mtakatifu anaweza kuwapa ujumbe kuhusiana na mambo ambayo yatatokea katika siku zijazo kupitia ndoto, hisia ama sauti za ndani, kwani ni binadamu ambao wanaweza kuwasiliana na ulimwengu wa kiroho kuliko makundi mengine ya binadamu. Na ndiyo maana kabla ya ujio wa jambo fulani kwenye maisha yao, kuna viashiria mbalimbali ambavyo wanaweza kuviona, na mara nyingi viashiria hivyo huletwa kutoka katika ulimwengu wa kiroho, na binadamu wa kundi hili wanaweza kuwahabarisha binadamu wengine ama kuwapa maonyo kuhusiana na vitu mbalimbali ama hatari ambazo zitakuja katika siku za usoni. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili, tafadhali tumia uwezo wako kwa ajili ya kuwasaidia binadamu wengine. Unapoota kitu fulani kitatokea, wahabarishe binadamu wengine waliokuzunguka, kwa sababu Mwenyezi Mungu anakutumia wewe kwa ajili ya kuwaonya watu wengine ama kuwaepusha dhidi ya hatari mbalimbali ambazo zinaweza kutokea katika siku za usoni. Namba 3, ni binadamu ambao ndani yao kuna roho ya hekima kuliko makundi mengine ya binadamu. Binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii kwenye viganja vyao vya mikono yao ya kushoto ni binadamu ambao mambo mengi ambayo wanayasema kwenye maisha yao
huwa yamejaa busara na hekima. Hata bila kujitahidi, hawatumii jitihada kubwa ili kuwa na hekima ndani yao, bali wanajikuta ni binadamu ambao vitu vingi ambavyo wanavizungumza kwenye maisha yao vinakuwa na hekima, kiasi kwamba binadamu wengine watazama watu hawa kama watu waliojawa na busara na hekima katika maisha yao. Na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu wanapohitaji ufumbuzi wa vitu mbalimbali kwenye maisha yao, wanapenda kwenda kuzungumza na binadamu wa kundi hili, kwa sababu wanajua kupitia maneno yao ambayo yamejawa na hekima watapata ufumbuzi wa vitu ambavyo wanahitaji ufumbuzi wake kwenye maisha yao. Namba 4 ni binadamu wenye uwezo wa kuwatazama binadamu wengine na kuzielewa hisia zao kiurahisi bila hata ya kuelezwa na mtu yeyote. Hisia ni vitu ambavyo haviwezi kuonekana kwa macho ya kawaida, na ndiyo maana asilimia kubwa ya binadamu hawawezi kuzielewa hisia za binadamu wengine wasipoelezwa na watu wengine. Lakini uwezo wa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama ya herufi M kwenye viganja vyao vya mikono yao ya kushoto, hawa ni binadamu ambao kwa kawaida wanaweza wakakutazama na kukuelewa upo katika hisia gani. Na ndio maana binadamu wa kundi hili wanapofanya kazi katika maeneo yanayojihusisha na masuala ya kisaikolojia, kazi zao zinaweza kuonesha matokeo makubwa katika maisha ya watu wengine, kwa sababu wanaweza kukuelewa hata kabla hujazungumza chochote unapokuwa umesimama mbele yao. Namba 5 ni binadamu wenye maono ya kiroho kuliko makundi mengine ya binadamu. Binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii katika viganja vyao vya mikono yao ya kushoto, hawa ni binadamu ambao wanaweza kuona ishara mbalimbali ama wanaweza kuona dalili mbalimbali za kiroho ambazo binadamu wengine hawawezi kuziona. Nguvu hii ipo ndani ya binadamu wa kundi hili, na ndiyo maana wanaweza kuhabarishwa vitu mbalimbali kupitia maono ya ndotoni. Watu hawa, ndoto nyingi ambazo huziota kwenye maisha yao huwa zinakuwa ndoto za ukweli. Ndiyo maana wanapokusimulia waliota kitu fulani, alafu kitu hicho kikatokea, inakuwa ni kweli kabisa, waliona kitu hicho katika ndoto. Namba 6 ni binadamu wenye nguvu ya uponyaji wa kiroho katika maisha ya watu wengine. Uwepo wa binadamu hawa katika maisha ya watu wengine huleta amani, utulivu na upendo. Hata katika mazingira ambayo migogoro ilikuwa imetawala, chuki zilikuwa zimetawala, binadamu hawa wanapotokea kwenye mazingira hayo, roho za utulivu, amani pamoja na upendo hutawala katika eneo hilo. Hivyo kama wewe ni binadamu wa kundi hili, ni vema ukaitumia nguvu hii kuleta uponyaji katika maeneo mbalimbali yaliyotawaliwa na chuki, vurugu pamoja na migogoro. Namba 7 ni binadamu wapenda haki katika maisha yao. Wapo binadamu wengi ambao wanaweza kuona binadamu wengine hawatendewi haki na wakaweza kuvumilia. Lakini binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono ya kushoto, hawa ni binadamu ambao hawawezi kuvumilia uonevu, hasa wa watu wanyonge. Ni binadamu ambao huchukizwa na dhuluma katika maisha yao, na ndiyo maana binadamu hawa wapo tayari kusimama na kuwapigania binadamu wengine pindi binadamu hao wanapokuwa wanaonewa na binadamu fulani. Hivyo kama wewe ni miongoni mwa binadamu wa kundi hili alafu haupendi haki kwenye maisha yako lazima tukucheke ama tukushangae, kwa sababu tafiti mbalimbali zimekuwa zikikubainisha kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wanapenda haki kwenye maisha yao. Namba 8 ni binadamu wenye bahati ya kipekee katika maisha yao. Binadamu wa kundi hili wanapofanya jambo fulani kwa nia nzuri na mioyo yao inapokuwa safi, jambo hilo lazima litafanikiwa bila hata ya kutumia nguvu kubwa kuliko makundi mengine ya binadamu. Wakati watu wengine, ili vitu mbalimbali vikafanikiwa kwenye maisha yao, ni lazima watumie nguvu kubwa. Hali ni tofauti kabisa kwa binadamu wa kundi hili, kwani binadamu wa kundi hili wanaweza wakatumia nguvu kidogo tu na vitu mbalimbali vikaanza kufunguka vyenyewe kwenye maisha yao. Ni kwa sababu ya bahati ya kipekee ambayo binadamu wa kundi hili huzaliwa wakiwa nayo kuliko binadamu wengine. Namba 9 ni binadamu wenye nguvu ya uamsho wa kiroho kuliko binadamu wengine. Sote tunajua
Kutokana na mambo mbalimbali pamoja na nyakati mbalimbali ambazo hutokea katika maisha yetu, wapo baadhi ya wanadamu ambao hujikuta wakipotea katika njia sahihi ya kumtumainia na kumtumikia Mwenyezi Mungu. Lakini tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono ya kushoto, hawa ni binadamu ambao ndani yao wanayo nguvu ya uamsho wa kiroho. Pindi wanapokuwepo katikati ya binadamu ambao wana upotevu wa kiroho, wakizungumza na watu hao, huwa watu hao wanaweza kurudi katika njia sahihi za kiroho ambazo mwanzo walikuwa wamezipoteza kwenye maisha yao. Hivyo, kama wewe ni miongoni mwa binadamu waliozaliwa wakiwa na alama hii, penda kuitumia nguvu hiyo kuwarejesha wanadamu waliokata tamaa ama wanadamu waliopotea kiimani katika mistari ambayo inatakiwa kwenye maisha yao. Namba 10 ni binadamu wenye roho ya unyenyekevu kuliko makundi mengine ya binadamu. Wapo baadhi ya wanadamu ambao wanaweza kuwanyenyekea watu wengine pindi maisha yao yanapokuwa duni. Watu hao wanapofanikiwa huanza kuwabeza na kuwaonesha dharau binadamu waliowazidi kipato. Lakini jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, binadamu waliozaliwa wakiwa katika kundi hili ni watu ambao hata wanapokuwa na nguvu kiuchumi, bado wanaendelea kubaki kuwa na roho za kinyenyekevu kwa binadamu wengine. Hawa ni binadamu ambao huendelea kubaki wapole na wenye rehema katika maisha yao. Hawa wana utamaduni wa kuwadharau ama kuwabeza watu kwa sababu tu wamewazidi kipato. Ni watu wenye heshima katika maisha yao, na ndiyo sababu mojawapo ambayo hupelekea asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili wapendwe na makundi mbalimbali ya binadamu kuliko binadamu wengine. Namba 11 ni binadamu wenye mwongozo wa kiungu katika vitu mbalimbali ambavyo wanavifanya kwenye maisha yao. Binadamu wa kundi hili mara nyingi ulimwengu wa kiroho ama nguvu za Mwenyezi Mungu huwa zinawapa maelekezo mbalimbali kabla hawajafanya kitu fulani, na ndiyo maana binadamu wa kundi hili ni ngumu sana kufanya makosa katika maisha yao, labda pale wanapopuuza sauti ambazo zinazungumza ndani yao ama maono mbalimbali ambayo wanayaona kupitia ndoto. Na mara nyingi wanapofanya makosa huwa wanaweza kujilaumu sana kwa sababu wanakuwa walioneshwa ishara ya mwongozo sahihi wa kile ambacho walitakiwa kukifanya katika maisha yao, lakini wakapuuza. Hivyo binadamu wa kundi hili ni watu ambao kama wakiisikiliza sauti ambayo inazungumza ndani yao ama maono mbalimbali ambayo wanayaona kupitia ndoto na ishara za kiroho ambazo wanaziona katika maisha yao, wanaweza kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 12 ni binadamu wenye uwezo wa kubadilisha hali mbaya na kuwa baraka kwenye maisha yao. Kupitia maandiko mbalimbali matakatifu, tunaamini kuwa mwanadamu anapokuwa na imani ama nguvu za Mungu zikiwa ndani yake, anaweza kufanya miujiza, na hata akiwa na imani ndogo kama punje ya haradani, anaweza kuamuru milima na milima ikamtii na kuhama. Ndivyo ilivyo asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa wakiwa na alama ya herufi M katika viganja vyao vya mikono yao ya kushoto. Hawa ni binadamu ambao hali mbalimbali mbaya ambazo wanakutana nazo katika maisha yao wanaweza kuziamuru na zikawa hali nzuri au baraka kwenye maisha yao. Hivyo unapokuwa karibu na binadamu wa kundi hili, wakikusihi mfanye jambo fulani, wasikilize, kwa sababu ni watu ambao tayari huwa wameshaona uelekeo wa vitu fulani katika maisha ambayo mnapitia. Namba 13 ni binadamu wenye mvuto wa kipekee kuliko makundi mengine ya wanadamu. Asilimia kubwa ya binadamu wa kundi hili ni binadamu ambao kila sehemu wanayokuwa watu huwapenda, na wanapojaribu kujiuliza ni kwa nini watu wanaonesha mapenzi ya dhati dhidi yao, hawapati majibu yoyote. Yani upendo ambao wanaupokea kwa watu wengine unakuwa hauna sababu yoyote, lakini sababu mojawapo ni kwa sababu ya alama hiyo ambayo huwafanya wawe miongoni mwa binadamu wenye mvuto wa asili kuliko binadamu wengine. Mimi kwa leo ninaomba niishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema, tukutane tena katika video ijayo, na nimalize kwa kusema nawapenda sana sana zaidi ya sana. Asante, bye.